kupima Yerusalemu. Alikuwa ameshika kamba kupima Yerusalemu, akaona upana na urefu, lakini malaika akashuka akasema ya kwamba utapima Yerusalemu kwa sababu Bwana anakuja kuweka ukuta. Yeye mwenyewe anakuja kuweka ukuta. Zakaria akaona maono, kuna kijana anaenda kupima Yerusalemu ili akaone upana. Kuna watu maisha ambao wanaishi kwa sasa wamepimiwa na wakaingia kwa kipimo. Siku leo tumekuja kutangaza vile Bwana aliamuru ya kwamba Yerusalemu haitapimwa, na hata wewe hautapimwa. Ndoa yako haitapimwa, watoto wako hawatapimwa, na hata elimu ya watoto wako haitapimwa. Wewe ndiye Yerusalemu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka msomaji endelea. Alikuwa kiwete, alitoka tumbo la mama yake akiwa bado ni kiwete, ambayo walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri. Walikuwa wanampeleka kila siku kwa huo mlango uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu, ili akapate kuomba sadaka kwa watu ambao wanaenda kusali. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Nataka unisikize. Mtu yule alipoona tu Petro na Yohana, alipowaona akaona sadaka, akaenda kuwaomba sadaka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mtu hakujua ya kwamba siku yake imefika. Hakujua ya kwamba siku ya kutembea imefika. Alipoona tu Petro na Yohana, akaona ni kama watu wa kawaida. Unaweza tuona mahali hapa ukafikiria ni watu wa kawaida. Huyo mtu alipowaona akaomba sadaka. Yeye alitarajia sadaka, lakini nataka unisikilize alichopokea siku ile. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu mtu akaangalia Petro na Yohana, akajua tu ya kwamba hapa kuna kitu nimepata. Haleluya. Akatarajia kupata sadaka, lakini angalia Petro akamkasia macho. Na Petro akamwambia sina pesa, lakini kila ambacho niko nacho nitakupa wewe. Kwa jina la Yesu Kristo, amuka ukaanze kutembea. Yeyote ambaye kumjua na alizaliwa na uweto wa umasikini, anapoanza biashara inaanguka. Siku leo tumekuja kutangaza huo uwete ukuachilie kwa jina la Yesu. Huo uwete ukuachilie kwa jina la Yesu. Kuna watu walizaliwa na uwete, wanatembea nao. Inaweza kuwa kwa elimu, kwa hiyo familia yenu imekuwa kama uwete, lakini siku ya leo tumetuma mahali hapa kama Petro na Yohana. Tunakuambia kila ambacho tuko nacho ni uamuke utembee kwa jina la Yesu. Biashara yako itembee, elimu ya watoto itembee, huduma yako itembee katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu wamesaliwa na uwete kwa maisha. Chochote mnapojaribu kinasimama kinaanguka. Siku leo tumekuja kutangazia uwete ambao ulisaliwa nao. Kama ni wa ndoa, usiachilie kwa jina la Yesu. Huu mwaka tunatangaza harusi. Huu mwaka tunatangaza harusi. Kama ni uwete wa ndoa, usiachilie kwa jina la Yesu. Sijui kama ninaongea na watu wa Mungu. Ungesema tu amen. Bwana Yesu asifiwe. Huwa nahubiria watu nikiwaambia kwamba ujumbe ukiwa wa kufunguliwa, mkose kufunguliwa, mimi nitafunguliwa tu. Bwana Yesu asifiwe. Na ujumbe wa siku ya leo ya kwamba chochote ambacho ulisaliwa nacho leo kinaenda kuisha kwa jina la Yesu. Yule mtu ambaye alikuwa ni kiwete, alipoona Petro aliona sadaka, lakini Petro walipofika walimwambia kwa jina la Yesu, amuka ukaanze kutembea. Na huyo mtu alitembea. Chochote kilichokwama chini kikalala chini, leo tumekuja kutangaza kinatembea tena. Kama ni masomo ya watoto wako, inaanza kutembea. Kama ni heshima kwa ndoa, inarudi tena. Kama ni amani, ilikuwa imeisha, kwa maneno inarejea tena. Chochote kilichokwama chini leo kinaamuka kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikakuambia kwamba kuna
Kuna watu ambao walikuwa wanaona huyo mtu akiombaomba mpaka walikuwa wanaona amewachosha. Lakini siku ya leo nimekuja kukuambia inaweza kuwa maisha ambayo umeishi mpaka walikupea medali. Hata ukipita kwa wenyewe wanaanza kutoroka, wanafikiria unaenda kuomba. Lakini leo nimekuja kukutangazia huo uwete ambao ulikuwa umesaliwa nao, Bwana amekuja kuondoa kwa jina la Yesu Kristo. Inaweza kuwa kwa haya maisha kuna hali ambao ulikuwa ndani mpaka ukapewa kamedali. Leo Bwana anaondoa hiyo medali ya kuombaomba. Bwana anaiondoa kwa jina la Yesu Kristo. Sijui kama ninaongea na watu wa Mungu. Ujue kwenye haya maisha kuna hali ngumu unaweza pitia mpaka ukapewa medali. Kuna wakati unaweza kuwa unapita tu kwa watu hata uende uwasalimie, lakini wanaanza kutoroka. Wanajua tu unaenda kuwaomba. Kumbe hiyo hali ulisaliwa nayo. Leo huu mchi wa mrabii tumekuja kutangaza. Angalia Petro na Yohana wakamkasia macho, wakamwambia kwa jina la Yesu tunakuamuru ukatembee. Yeye akitarajia sadaka. Huyo Petro na yeye akamwambia hatuna pesa, tunakupa Yesu ambaye tumepepa. Na huu mchi wa mrabii tumekuja kuwatangazia Yesu ambaye tumeona akitenda, Yesu ambaye tumeona akifungua. Akatembee kwako, akatembee kwako, akaleta amani, akaleta ushindi kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama ninaongea na mtu wa Mungu mahali hapa. Sijui kama huu ujumbe ni wangu tu ama pia ni wako. Bwana Yesu asifiwe. Hii Biblia inatuambia alizaliwa akiwa kiwete, kumaanisha alikuwa kiwete kutoka kwa tumbo la mama yake. Lakini angalia Biblia inatuambia Petro alipomfikia tu alitembea na akacheza cheza. Siku ya leo chochote kilichokwama kwa miaka mingi kinaanza kutembea tena, kwa sababu tunatangaza neno lililo hai. Siku ya leo chochote kilichokamata biashara yako, kikakamata masomo ya watoto wako, kiwaachilia kwa jina la Yesu. Kiwaachilia kwa jina la Yesu. Kwa sababu Yesu yule ambaye aliitwa akaitika, sisi tunamuita mahali hapa. Na anashuka kwa biashara zako, anashuka kwa kazi yako, anashuka kwa masomo yako, anashuka kwa uzao wako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna hali zingine, kuna roho zingine zinatesa watu bila kujua. Kuna watu walizaliwa na talaka. Wewe angalia unaachika bila sababu. Unapoanza kujiuliza, ukaa ujiite mkutano, uone shida ilikuwa wapi. Unakuta hakuna makosa, hata mwenzako hana makosa, lakini hamuelewani. Kumbe mlizaliwa na roho ya talaka, roho ya kukataliwa. Siku ya leo tumekuja kutangaza hiyo roho uliyozaliwa nayo, kama ni ya wamasikini, ikawaachilie kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mambo mengine kumbe tunasaliwa nayo. Biblia imetuambia akasaliwa akiwa ni kiwete. Alitoka tumbo la mama yake akiwa ni kiwete. Kuna mambo ulitoka kwa tumbo la mama yako ukiwa nayo. Kuna watu wameokoka lakini pato ni washarati. Walisaliwa na hiyo roho ya usharati. Uwezi nitanganya ya kwamba ukiwa pato wewe ni msharati, pato uko na Yesu ndani yako. Yesu alikuacha, wewe unatumia experience, lakini Yesu alikuacha. Kuna watu wako na roho mbaya, wameipepa ndani yao, walisaliwa na hiyo roho. Na my sister, my brother, ninakwambia ukiwa na roho kama hiyo, hauwezi barikiwa. Hata watoto wako hawawezi